nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amen. Alipata mtoto wewe utajinyewe, usipendelee wewe mwambie Yesu, wanadamu wamekuangusha mambo mzima, wanadamu wamekuangusha yeye, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, Hapana patia mtu high five wewe. Yes.
Yekelekele. Sabe wa moyo. Yes, Bwana. Aya, twende kazi. Wait. Nikisema wait, you wait. Nikisema twende, you twende. Okay, twende kazi. Aya, twende. Yekelekele. But before that, I just want you to open your heart and mean your worship unto the Lord. Just open it deep unto the Lord. Just allow the Holy Spirit to minister to your heart. Allow the Holy Spirit to speak unto you. Allow the Holy Spirit to minister to you. Just open your heart louder. Just open your heart. Just open your heart. Open your mouth and worship the Lord. Just give Him all the glory. Jiachilie tu mbele zake Mungu sasa. Jiachilie tu mbele zake Mungu. Ambia Mungu, ninahitaji unene na mimi. Ambia Mungu, nahitaji unene na mimi. Wale umefikia sasa, nahitaji unene na mimi. Nahitaji uniguze mchana wa leo. Katika jina la Yesu Kristo, just speak unto the Lord. Just speak to your God, somebody. Don't keep quiet. Usinyamaze. Nena na Mungu wako. Usiangalie jirani yako. Nena na Mungu wako. Mwambie Mungu, ninahitaji unene na mimi. Kwa umbali huu nahitaji uguzo wako. Mahali hapa nahitaji unene na mimi, Mesia. Ndio maana nimekuja hapa mahali. Ndio maana nimefika hapa siku ya leo. Nikuze
Yesu. Niguze tena. Inua sauti yako. Niguze tena. Ninaomba Baba. Ninaomba Baba. Uniguze. Uniguze tena. Uniguze. Jesus, Jesus, Jesus. Somebody say Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Say Jesus, Jesus. call him Jesus, Jesus, Baba naomba, Baba unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba utawaliwa nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, inua mikono yako juu. nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba kutawaliwa nawe. Baba naomba, Baba naomba, unitakase, unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, unitakase, unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, nitawaliwe. Yesu naomba, Baba naomba, Baba naomba, unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, nitawaliwe nawe. Niko mbele zako wewe Baba, unitakase Mungu wangu, usinipite simba wa Yuda, nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, Baba naomba, unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, nitawaliwe nawe. mbele zako ninanyenyekea, ninaomba uwepo wako juu yangu. Baba naomba, Baba nitawaliwe nawe. Baba naomba, Baba naomba, unitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba, nitawaliwe nawe. siwezi iba bila uwepo wako, siwezi Hey. Hey. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. You are blessed. The Lord bless you. The Lord elevate you. In Jesus' mighty name. Are you ready for the Lord? Ah, come on. Are you ready? If you are ready, can you shout hallelujah? His presence is in this place. I repeat it again. His presence is in this place.
read in the book of Ezra, chapter 4, verses number 6, it talks about because of the prophets, hallelujah, they built and they prospered. Because of the prophetic words, watu walifaulu kwa maisha yao. Kaa kwa kichwa cha adui yako. Amen. Are you ready for the word of God? We give God all the glory because praise report they are still coming in. That indeed God is moving in our midst. Praise reports. Praise reports. And I believe that today, anyone under the sound of my voice, you must have a praise report. Amen. Hallelujah. Amen. Now, last Sunday, I was speaking on the theme of the message concerning faith in God. And I told you something concerning faith in God, that faith make the impossibility possible. Faith make the impossibility possible. And faith is the currency, hallelujah, that God uses for our blessings. Now remember, lack of faith attracts demons and powers of hell to you. If you lack faith, you are a friend of the devil. But with faith in God, you become a friend of God. You become what? A friend of God. Today we have seen one of the presidents in East Africa, President of Tanzania, who know what faith is all about. Yesterday, the president was standing and he was doing campaign and nobody, hakuna mtu ambaye alivaa barakoa. Tena anasema pale ya kwamba Mungu wa Tanzania yuko. Walidhania watu watakufa kama nzige, lakini Mungu wa Tanzania yuko. Ambie jirani yako, imani kwa Mungu. The moment umeinua imani, umekubali kumuinua Mungu. Na hakuna mtu aliyeinua Mungu, Mungu akakosa kumuinua. Hallelujah. Shadrach, Meshach na Abednego walimuinua Mungu kwa imani yao. Wakamwambia mfalme, hata kama unatuua, hatutainamia miungu, tutainamia Mungu wetu wa kweli. Na Biblia inasema katika msimamo wao katika Bwana. Hallelujah. Maandiko inasema hiyo msimamo yao ilikuwa kumuinua Mungu. Na hiyo kumuinua Mungu ndio maandiko inasema ilivutia Mungu ndani ya moto. Can I tell you something? Shadrach, Meshach na Abednego walikusudia Mungu atakuja wazuiwa asiingie kwa moto. Lakini unajua ukiwa na imani kwa Mungu, it doesn't matter hata kama uko kwa moto. God he has the power kukutoa ndani ya moto. Unajua kuna watu wanadhania imani ni kama vitu vya karasi juu tu. Na juu tu. Imani. Shadrach, Meshach na Abednego walijua it's not about karasi. It's all about believing in God totally. Hata kama ni hiyo ugonjwa, I am ready to believe in God for my deliverance. Na maandiko inasema Mungu hakukuja kuwaepusha wasiingie. Mungu aligoja kwanza waingie. Waingie. Kwa sababu kuna vitu viwili nataka uelewe kwa vitu viwili. Kuna watu wanasema wana imani, lakini the moment wanaingia kwa moto,
ako tayari kudenounce imani yake. Sasa Mungu huwa hakuji wakati uko nje. Kwa maana wakati uko nje ya moto unaweza bado shikilia imani. Lakini ni imani ni ya uongo, si ya kumuinua Mungu. Ni ile imani ya jicho moja. Angalia, ni kama unaona lakini uko. Naongelesha mtu hapa. Lakini Mungu anangojea mpaka uingie. Ukishaingia, nataka kuona hata ndani ya hiyo moto, can you still have faith in God? Can you still have faith in God? Wakati waliingia ndani, confirmation ya maneno ya kinywa chao, hata kama unatumaliza, we cannot budge from our faith. We believe in our God. Unasoma maandiko, walimaanisha, hakuna uongo walikuwa naye. Hallelujah. Nasema hakuna uongo walikuwa naye. It was a real faith in God. Na wakati walitupwa ndani, ndio Mungu wa Israel, hallelujah, yule Mungu aliye na uweza mpaka ndani ya moto, is a true God. Nasema huyo Mungu ana uwezo mpaka ndani ya moto. Mpaka ndani ya moto. Hiyo ndio maana aliambia Petero, nimeona sheitani akitaka kukupepeta kama ngano. I have seen cancer. I have seen diseases. Zinataka kukupepeta kama ngano. Lakini sijakimbia kukemea magonjwa. Sijakimbia kukemea magonjwa. Sijakimbia kukemea kansa. Sijakimbia kukemea corona. Sijakimbia kukemea akili ni failure. Lakini nimeombea imani yako isimame. Maana imani yako ikisimama, akili ni failure iko chini ya miguu yako. Hebu geukia jirani yako, mwambie wachana na ugonjwa wake, shughulikia imani yake. Imani ikishughulikiwa na imetengezwa sawa sawa, then magonjwa hayo hayana uwezo. Ambia jirani yako, hayo ni mikate tu na yanapita. Acheni ni talo wa matoka matek. Naongea na mtu hapa. Yes. That Simeon, nimeona sheitani akitaka kupepeta kama ngano. But I've prayed for your faith. Unajua Tanzania wakufi kwa sababu hakuna corona, iko tu. Lakini imani walio naye ni kubwa. Hata wazee wanajua corona tunaisikia tu Kenya. Tunaisikia na Kongo, lakini hapa hakuna. Kama watu wa Tanzania wanaweza amini Mungu mkubwa, na wewe, man brings a snare. Kuogopa kwa mtu inamletea mitego. Watu wa Tanzania wameamini Mungu na wakaua uoga. Kwa maana ukisema una imani kwa Mungu, uoga lazima ikufe. Geukia jirani yako, mwambie uoga lazima ikufe. Imefanya watu hata siku hizi homa sisikii kwa chachi. Sijui niliomba ni lini. Yaani watu ukiokuwa tu na homa una corona. Hiyo ni Kenya style. Tanzania unaenda unapewa Panadol hospitali. Nilikuwa na madhe pale. Madhe hapo pale ni Mtanzania ambaye ni Mkenya kwa miaka mingi. Tukiwa alinitia dina kwake. Nashukuru Mungu nilikula vilivyo, and I believe I bless God for this Tanzania. Hallelujah. Na one of my son yuko hapa anaitwa Douglas. Kaniambia huko wanafanya kazi as usual. Hata najiuliza hapa Kenya ndio tukikuja kuna corona, lakini huko it is normal. Na kuuliza swali, ukishachukua imani, maisha is normal. Amen. Hebu geukeje na mwambie normal nani? Maana
inasema let the sick say that I am healed. Maisha ni normal. Hebu geukia jirani, corona ni nini wewe? Kila mahali ungeni corona. Kwa nini corona ni nyoka mgani? Corona yenye inafanya 58 years old hawezi kuja kanisa. Na kwa soko wanaenda. Tena au 58 wanafanya biashara kwa bidii. Lakini kwa kanisa wasiingie. Ambia jirani yako hiyo corona. Ambia jirani yako wewe na corona ni bye bye. Area yako haifiki. Sema area yangu haifiki. Hapa haingii. Geukia jirani yako sema hapa haingii. Ukata kanisani na huyo dada huyo, nilikwambia usisalamiange mtu na watu mkono nao nashukuru Mungu. Waluya ndio wana shida. Bwana asifiwe. Wamechange. Chairman, Bwana asifiwe. Because I don't have much time, I want just to tell you that our faith in God will work out things for us. Did you hear what I say? Our faith in God will work things out for us. My life, any good life that you need, my friend, you need faith in God. Amen. Nakumbuka Martin Zuna akikuja kwanza kule. Martin alihubiri. Hiyo ndio siku nilitoa stove yenye mashini yake ipandi. Na hilo yangu safi, kila mtu akikuja kunywe chai na wakule. Tunagojea chai na stove ilianguka chini. Ile system. Niliambia stove on your marks. Yes. Imani yangu hainiambii nikae na hii stove. Amen. Tayari nguvu za Bwana zimeshashuka hapa. I don't need to go further, but I need to have more time in teaching. Because tulisikizana by saa 7. Tumemaliza hii maneno. Geukia jirani yako mwambie I am ready. Wale watu walikuwa kwa protocol ni mara. Nyinyi ambao mmekuja, I want to tell you that your life will no longer be the same again. Under the anointing of God, the yoke will be broken. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Are you there in the book of Ephesians 6 verses 12? Can we all read if you are there? For we are not contending against the principality, against the powers, against the world rulers of the present darkness, against the spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Therefore, take the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil days, and having done all to stand, stand therefore, having girded our loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, having shod your feet with the equipment of the gospel of the peace. Above all, taking the shield of faith, with which you can quench all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Hallelujah. Amen. The helmet, the shield, which is what? Faith. Ambia jirani yako the shield. The shield. Muangalie kwa macho muambie the shield. Mtu akikuambia be shielded, anakuambia pata kulindwa, pata ukuta, lindwa. Watu wameweka fence everywhere kama shield ya kwamba no trespass. Geukia jirani yako muambie devil no trespass. Yana nasema chukua silaha zote
na uchukue silaha ya imani ambaye ndiyo nini? Kinga yako. Geukia jirani yako, mwambie kinga yangu ya kuinua immunes. Ambia jirani yako tuna kinga. Ambaye ni nini? Imani. Ambaye ni nini? Imani. Ambaye ni nini? Imani. Ambaye ni nini? Imani. Ambaye ni nini? Anasema ili uweze kuyazima makali na moto ambayo sheitani ameasha kinyume na maisha yako. Hebu geukia jirani yako, mwambie ameasha nini? Omoke. Yani ameasha chama. Ati wameasha moto ya uharibifu wameasha. Moto ya kifo imeashwa. Moto ya magonjwa imeashwa. Hello? Am I talking to somebody here? Lakini anasema tukae chini. Lakini anasema kwa hiyo moto tumepewa silaha. Tumepewa kinga. Hebu geukia jirani yako, sema tumepewa kinga. Ndio hiyo Samueli hapo hapa. Tumepewa nini? Kinga. Na hiyo kinga maandiko inasema kiwa na hiyo kinga tutazima moto yote ya shetani. Tutayazima. Korona imezimikia Tanzania na hata hapa Kenya itazima, na sisi ndio tunaenda kuizima. Nasema tutaizima. Nasema tutazima. Anasema tutazima makali yote, moto ambayo waliasha kinyume na sisi tutayazima. Inua mikono yako, sema everywhere. Moto awayo yote ambaye sheitani ameasha, sema kwa imani niliyo naye, sema itazima. Sema naizima. Nazima kansa, nazima diabetes, nazima high blood pressure, nazima TB, nazima corona. Sema hiyo ndio shield. Hiyo ndio kinga. Hebu geukia jirani yako na unamwambia barakoa ndio kinga. Kama uko hapa you are 858, thank you for coming. Na nilisema mkuje kwa wingi. Sema amen. Na kama utakufa corona, basi nitatoa nguo yangu, mimi si pastor. Huyu Mungu tunayemhubiri ni Mungu wa kweli. Hiyo makofi ni kidogo sana. Naona watu wanao Romans chapter. Ukishafanya nini? Kuamini si tu mdomo, lazima kuwe na ile inaitwa conviction kutoka kwa moyo wako. Wale watu wanasema wana imani na si conviction kutoka kwa moyo, ndio watu wanatu let down. Anasema you believe with your heart and confess. Na anasema si hapa, si kwa akili. Anasema you believe with your heart. Romans chapter 10 verses 10. You believe in your heart and you confess with your mouth and you will be saved. Hey.
nina imani. Ambia jirani yako, ni ya mdomo ama ni ya moyo? Geuka karibu naye mwambie, hii yako ni ya mdomo, tunaona hii ni ya mdomo. Ukishaamini, roho yako imeamini, roho yako ikawa convicted ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe, alafu hiyo roho yako ikishakubaliana na kile umeamini, utaanza kufungua mdomo. Haleluya! Unaifungua na maringo. Ambia jirani yako, na maringo. Si ile maringo ya kule chini, kule juu. Maringo ya watu wameokoka. Hapa. Alafu hapa ina hapa. Sasa unaamini hapa na hapa inaongea. Kwa mfano, mimi nimeshaamini yote yaliisha msalabani. Na wacha nikuharibie CV ya corona. Wacha nikuharibie CV ya corona. Anything virus is a man-made thing. Yes. Walitengeneza HIV wakisema wako na kiwa ndio wawe super power, wakashindwa. Wamekuja wamejenga corona, bado kiwa wana. Ule daktari wa Nigeria amesimama akasema, Bwana Mungu alitupatia hii kitu na nimeponya watu 300 kule Amerika. Asema nyamaza hapo, wewe tutakuzima. Na huyo mama ameokoka, tunamuombea Mungu amlinde. Yule anaongelea hivi, Tanzania naye anasema, my friend, we have faith in God. Osha mkono, kula malimao na upate kinga ya mwili. Na wakaamini hiyo. Hakuna hospitali zimejaa Tanzania. Pasa rafiki yangu tulikuwa tunaongea juzi akiniambia nimtumie vitu vya kurembesha madhabahu. Hapo ananiambia wakikataa kuhubiri huko, tafuta mtu hata nilikuwa nataka kuongea na kijana yule mama anipatie kwa lift kwa hiyo trailer yake nijifiche huko. Na niende Tanzania. Nichape huko injili kwa sababu hii kitu iko ndani yetu. Tukikataa kuhubiri, nani atalihubiri? Mama yako hataenda kwa zile body bags imepelekwa western na watu. I'm telling you, God is going to disappoint watu. Hao waliosema Afrika watu watakufa kama takataka. Wewe unajua Kenya? Unajua Kenya iko kwa Biblia. Tena Biblia inaongea makubwa juu ya Kenya. Inasema nchi ambayo imepakana mpaka na Ethiopia ni nchi ambayo ilibarikiwa. Na maandiko inaongea juu ya Kenya, inasema ndio nchi ambayo nchi zote duniani itakuwa inakimbilia usaidizi Kenya. I'm telling you, nataka kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kari nikikuja wa Amerika nawaambia, my friend, nina hoteli ya kanisa. Mnataka kujificha? Hapo juu ni dola 100. Am I talking to somebody? Sasa kama ni nchi imeshatolewa unabii ya kwamba kila nchi zote zitakimbia ukimbizi Kenya, plus America, Kenya ndio safe land. My friend, I die now for you. I die now for you. Ile huduma hii ni kidogo. I have a ministry. In fact, nishaongea hizi vitu tu tumeweka hapa for formality. Ile tent inakuja ni tent ya maelfu. Yenye hii kiwanja yote tutachonga vizuri. Nataka kuona watu wamekaa mpaka juu ya ghorofa huko. Hiyo ndio nitajua kitu na nini. Halo? Kwa maana hii kipawa iko hapa, si kipawa tumebahatisha. My friend, I was anointed. Mimi nimeitwa. Anointed. Ati tunaona tu Bushiri nani ati ndio unatoka Kenya unaenda huko. Hata hapa Kenya watu wanataka kupanda mandege wakikuja hapa. Imani. Sasa
angalia vitu hii. Nataka uweke kwa akili yako. Number 1, for faith to work for you, you have to believe with your heart. In your heart. In other words, work out everything in your heart. Work out everything in your heart. You want the battle to be won? Your heart. You believe with your heart and you confess with your mouth, and there goes salvation. 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 In the book of Psalms, media team, can you please put it on the screen? Now faith is talking. Nimeshaamini, sasa ninaanza kuona vitu vinawekwa kwa screen. Media team, sasa tunaona nimeconfess, nimeamini. Sasa vitu Biblia inasoma kwa screen. Okay, sasa fungua Biblia tuende kwa screen. Are you there? Yes. Psalms 112 verses 6 inaongelea mtu ambaye ameshaamini. Amen. When you believe with your heart, it means you have started establishing. Establishment in the physical start with the establishment in your heart. What does it say? You shall never be shaken. 1, 2, 3. Can we all read it on our screen? Sasa hiyo Biblia yako ndio screen. 1, 2, 3, read. Surely you will never be shaken. Heretious man will be in everlasting remembrance. Keep on reading. It is gracious and full of compassion. Good man is graciously. Verses what? Verses 5. Good man is graciously and verses 6. he will guide his affairs with direction. Surely he will never be shaken. Surely, that is verse what? Verses 6. Can we all read verses 6? Surely he will never be shaken. You will never be shaken. I don't know how to take more than you can. You will never be what? Be shaken. Keep on reading. Keep on reading. He will not be afraid of evil tidings. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in God until his enemies are defeated. Yani unaamini Mungu mpaka adui zako washinde. Ambia jirani yako, najenga roho yangu. Najenga roho yangu, inajengwa roho yangu. Mpaka nini ifanyike? Until my enemies are defeated. So it's a matter of your heart. Do you want to see wale walisema utafanya harusi, wakihudhuria harusi by the way watakufa? Kwani wakikufa Mungu atapataje utukufu? Lazima wakuje. Na sasa hiyo akikuja wanaweka wimbo ambaye inaenda na theme ya hiyo madharau alikutupia. Walionidharau siku moja watanisalamia na heshima. Na sasa hiyo na kusema ukweli si wanakujaga na cards. Na unaongea na MC unamwambia hapo kiketi sende mudhuru kani. Hello. Ndio maana Psalms 23 nasema the Lord shall prepare a table before my enemies. Wale ambao wanataka the table to be prepared, you have to establish your heart. Jenga hiyo roho yako nani? Roho yako iwe na nguvu kushinda venye hiyo mwili. Unajua kuna watu mwili wako poa
lakini roho ilikufa kitambo. That's why Acts of Apostle chapter number, is it 12, 14? It talks about the cripple who was born lame. Are you there, Pastor Ben? Chapter 14. Inasema, and Paul the apostle saw the man who was born lame. Chapter 3, 14. And it says what? It says Paul hakuenda kwake kumwambia amka wewe kiwete umepona. Biblia inasema Paulo alijenga imani yake. Alijenga imani, akahubiri hapo, akahubiri. Baada ya kuhubiri, roho ya huyo jamaa ikaanza kujengeka, imani yake ikaanza kuinuka, akaanza kulia machozi. Paulo alipomtazama akamkondolea macho, akamwambia, mwanaume, imani yako imekupatia miguu mpya. Hebu geukia jirani yako, mwambie miguu yako inakuja. Ambia jirani yako gari yako inakuja. Ambia jirani yako ndoa yako. Glory. Acts chapter 14 verse 8. Verses 8. Can we read verses 8 very fast? And in Lystra, Everybody read. a certain man without A certain man without what? without standing his feet was sick. Chapter 14. Goja. 14 verses 8. Angalia venye huyo mtu alizaliwa na uwete. Kama venye kuna mama anasema hapa, mimi kwetu tulizaliwa tukiwa. Unajua kuna watu tumbo yao nataka tusome. 1, 2, 3 read. And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting. A priest from his mother's womb, who had never walked. This man had been speaking. So he had never Walked. What is your say? This man. So he had walked. Biblia inasema he had been walking. He was poor. Alizaliwa kiwete. Ana miguu. In Lystra. Na wakati hakuwa na miguu, huyu mtu alikuwa na uchungu kwa sababu anadharauliwa, anabebwa, anawekwa hapo watu kwa sababu na kwa maisha yake hakutamani. Ukiona watu hapa nje si ati wanatamani, lakini condition imewaweka. Lakini kama utakubali leo kusema enough is enough, hii condition nimeikata, imani yangu nitaanza kuifanyia kazi kwa ajili ya kuinuliwa to another time. Kuna mtu kidogo ni chape ngumi hapa, na tafadhali nisitemtwe tufike hapo. Hebu endelea, tumalizie hiyo maandiko. Tunamalizia. Endelea. And what happened? And what happened? He listened to. Alisikia Paulo akihubiri vile na hubiri sahi. And baada hapo nini ilifanyika? Paul akaangalia, akamwangalia, akaona nini? Akaona akona imani ya kupona. In other words, wakati neno linahubiriwa kuna kitu inaingianga kwa roho. Hiyo kitu ikiingia kwa roho unasikia tu, roho yako inaanza kuchange. Roho yako inaanza kuchange. Kama vile umekuja hapo unasikia injili, kuna kitu inaguza roho yako. Hiyo kitu ikiguza roho yako, otalojuogi. Ikiingia ndani yako inakaa kama alafu ikishaingia ndani utaanza kuona macho yako ina change. Hata sasa ninaanza kuona macho ya watu ina change. Kuna mtu macho yake sasa. In this battle in your heart. Hiyo mapepo imekalia roho yako. Imefanya roho yako iko very weak. You are very weak in talking. Yaani unaongea kama mtu alishakufa na uko hai. Mimi sidhani hii ugonjwa iliwa mama yangu, na ni damu iko kwa damu. Hii kitu inatumaliza kwa damu.
na tumaliza kwa damu. Let me tell you, you can change it. Unaweza ibadilisha. Na nitakwambia vile tunabadilishanga hizo vitu vya damu. Can I tell you? Vile tunabadilishanga generation curses, vile tunabadilishanga generation blood. Mama yako alizaliwa na akaoleka, akaachwa na akakuacha na wao. Ukawachwa na wao. Alafu wewe ukalelewa kwa family ya single parent. Ukajua ya kwamba you can live without a man. Ambia jirani yako wrong foundation. Maandiko inaniambia Dakober, Nyakober, Mikeli. Mwanamke mzuri ni yule wa kuoleka. Lakini kwa sababu ya single spiritness imekufanya watoto wamelelewa kwa singleness. Mpaka mama yako anakuambia si niliwalea. Si niliwalea. Huyo mwanaume ni nini? Huyo ni nini? Si niliwalea. Unaweza lea nani? Msichana wangu silia hapo. Unalia kishetani. Number one, hiyo statement ni ya kishetani ya kwanza. Maana yake amekubaliana na hiyo hali. Amekubaliana na hiyo status na akai-embrace. But lazima utoke, usimame useme enough is enough. I can live another life. Naweza vunja hii roho ambayo ilikamata mama yangu. Ilimweka chini kwa sababu alikataa imani. Lakini sasa nimebeba imani. I want to change the status. Now, come I tell you how to do it. Do you know anyone with faith is a friend of God? If you want to be God's darling, lazima uwe na faith. Kwa sababu faith ni mambo makubwa sana. Do you know, hata utende, sisemi wewe ndio ufanye dhambi. Lakini ukianguka kwa dhambi, shetani anakaa mbali kwa sababu immediately umesimama. I am standing not in my righteousness, but I'm standing because of the righteousness of Christ. In Christ I am complete. In Christ I have been made whole. In Christ I can. Naongea na mtu hapa. Faith imefanya watu ni rafiki ya Mungu. Na huwezi kuwa na hiyo imani kama kwanza hujampokea Kristo. Ndio maana John chapter 1 inaongea kuhusu kuvunja damu ya ukoo. Inasema walimpokea, those who received him, he gave them the power to become the sons of God. Sons who are born not of flesh but of the Spirit. Maana yake the moment umeshazaliwa in a spirit, roho iliyokamata mama yako inavunjika. Roho iliyokamata watu wa kwenu haina uwezo. Roho iliyokalia mababu zenu haina mamlaka. Kwa maana ushazaliwa na kila kinaifanya iwe complete ni imani yako kwa Bwana. Ninaona turn around kupitia nguvu za imani. Haya, inua mikono yako, sema turn around. Kama unaweza muka useme haya. Tulikuwa masikini, lakini imani ilibadilisha hali. Mimi naona hali inabadilishwa. Imani usicheze naye, na kuambia ukweli, Bishop is my witness. Nimezaliwa kule Redeemed. Wakati Bonke alikuja, nakumbuka hiyo siku Redeemed pale ndio ni tent. Na kulikuwa na bench. Wachana na hizi bench, tuna bench za nini? Bench hii unaona mbao inawekwa hapa, inazunguruwa hapa, inawekwa tu mbao bench tu na kalia. So kaka baba yangu kwa matanga juzi walikuwa wakasema watu wamepigana na mimi kwa njia moja waliniweza, lakini Mungu amenipatia nguvu kupitia kijana yangu. Kupitia kijana yangu. Naongea na mtu hapa. Nyumba imefungwa na hiyo siku nilikuwa na suruali moja na sati yenye nilisema Bonke akikuja nitavaa, na nimeosha suruali ya ndani nikanika pale kwa fence kidogo hapo.
Sasa usingizi ilienda na mimi kama niko chini ya pulpit na iko kula sana. Nasema nashukuru Mungu juu ya Monde, alijua watu wanalalanga huko, ni neema tu ya Mungu. Sasa nasikia, unajua venye Bonko huwa anahubiri na nguvu sana. Anakanyaga unajua. Nasikia hii yako madhara. Yaani usingizi ilinipeleka sasa kama gai. Nikiangalia hivi naona miguu ya watu. But I am under that pulpit. Kwa sema God remember me. God remember me. Can I tell you the truth? Leo hii imani imenifanyia kazi. Amen. Imenifanyia kazi. Imani. Sikia. Naona utauleka. Naona harusi inafanyika kubwa. Nani? Wacha utembea kama mtu amechapika. Ati mimi niliachwa na nani 1970. So toa hiyo echo please. Toa hiyo echo. Niliachwa na nani 1970. Niliachwa. Nikazaa mtoto mmoja, sidhani kama nitaoleka. Hiyo ni sheitani na kuhubiria. Nataka utoke hapo sasa. Useme hiyo damu ninaivunja kupitia kuamini ndani ya Yesu. Angalia hapo, uinuke kwa imani na useme something is changing in my life. Sitakaa kwa sababu niko na mtoto mmoja. Nitaanza kurembeka tena, kwa maana Bwana yuko upande wangu. Kwa maana kwa imani nitazima kila moto sheitani aliakisha. Hii moto imeaka, itazima. Aliposikia Paulo amehubiri, akaamini. Akasema hii hali ambaye niliikumbatia leo naiachilia. Sitaki tena. I need another life. I need God to take over. Nataka Mungu aanze kunionekania. Sikia, unataka kumaliza wachawi na waganga? Chukua imani kuanzia sasa. Chukua. Nasema geukaje, nasema chukua. Kao. Kama achukui mpige kofi aanguke hapo. Kao. Kachi. Tunaenda kuimba. Walie ni dharau. Kaa chonjo. Yes. Mutanisalamia. Kama si salute vizuri na heshima. Yes. Na tena hautalazimishwa. Nani Mungu ataweka ulazimike unisalamie. Wanakujanga kwenyu wanaoa ati umekubali kuoleka na mtu tu. Kwa maana umechapo ukachapika. Bako umefika mahali. Nilikuwa naombea mama moja kwa simu, ati amepewa simu. Nikamwambia ni nini, hata tujaanza kuongea umeanza kulia. Sasa nitajua shida ni nini. Yaani alo ni apostle. Sasa huyu mama ni anointing ama what is this? Paka nauliza sasa bishop ni anointing. Sasa unajua ukiwa pastor bado ndiye anaanza, utasema hiyo ni anointing, unasema ongeza kabisa fire. Hapana, no. Ndio ukubali kujenga nini? Roho yake. Naongea na mtu hapa. Yes. Wewe sasa dada, umemaliza? Simu ikazima, baada analia. Kukaa kidogo. Kupiga tena, nikidhania maybe ameshapanguza machozi. Panguza machozi. Panguza machozi ili uone mbele. Panguza machozi ili uone mbele. Utasonga. Bado tena amepasua tena. Sasa nauliza, hii simu maana yake ni nini hapo? Niambia dada, si utulie kwanza tuongee. Nikamwambia sasa tunaweza ongea. Nikamwambia mdada, nataka uniambie yes or no. Tunaweza ongea. Can we talk? Do you know your dada alipoteza credit? And then baada ya kumaliza hiyo credit yote na time hiyo yangu, nikamuuliza sasa what is the problem? Alisema ule alinipatia namba, aliniambia utaona shida zangu na utaniambia.
utaniambia. Sasa nikamwambia masaa ya kuona shida zako, number 1 hauna hata imani. Unajua the moment unaenda kwa prophet lazima uinue imani. Ukiinua imani na useme leo Mungu atanionekania, si prophet, leo Mungu atanionekania. Unajua Mungu anapitia prophet akuonekanie. Am I talking to somebody? Sasa nikainua imani yake, nikamwambia dada, number 1 umeanguka mtihani. Akwendi hivi. Hadi basi nieleze nifanya. Nikamwambia 1 hauna imani. Let me tell you. Kilio unaweza chapa, unaweza lia na style yote ile unaweza lia. Lakini kama una imani, hiyo yote ni practice. Hiyo yote nini? Nilikupatia story nikakwambia nilifukuzwa kama umbwa. Si ya kwamba nilishindwa kulipa nyumba. Kwa sababu nimeenda kwa nyumba yenye 2 bedroom na sina vitu za kujaza nyumba. Nilikuwa nakaa Dandora kwa nyumba ya 150, na sasa nimeinua imani naenda kwa nyumba ya 40. Na ule jamaa aliniset. Anajua mtu anaitwa Mluya, Mjaluo, Mkalenjin wanaamanga usiku ama wakalewa wanaamanga mchana. Oh sorry, I'm coming out of that place. Listen. Sasa nikaenda naye kwa nyumba nikamwambia brother, hii ndio nyumba na hii ndio kifuli niko naye. Zile vitu za nyumba yangu uende uzilete hapa, na nakwambia hivi, ukuje hapa uingie saa 1 saa 12 ikiendelea. Nataka kumalizia. Do you know what this guy did? Yeye nimempatia masaa aingize vitu kwa nyumba. Yeye vinye nilimpatia pesa vinye alitoka. Alienda akaleta vitu mchana na nani? Na akaleta vitu. Sasa watu walikuwa wanajiuliza ni mtu mgani anakaa kwa nyumba ya 2 bedroom house na hana hata vitu vya nyumba. Huyu mtu wenda wazimu huyu. Na ule jamaa alipoingiza vitu aliziweka kwa room moja. Nikitoka aniambia sitaki ujinga kama hii. Pesa yako ndio ina uende kabisa. Nilikuwa dhania wewe ni mtu meaningful. Hii nyumba unadhania unaweza weka vitu kama hizi. Wewe ndio wale wakora. Akasahau ya kwamba ni imani inaongea na mimi. Imani inaniambia mambo yote inawezekana. Imani ilikuwa inaniambia hiyo nyumba nitaweka sofa set ya nguvu nani. Hiyo nyumba nitaweka fridge. Lakini sasa ule mtu ni wa dunia. Ujumbe wa msalaba ni upumbavu kwa watu wanapotea kama huyo landlord. Lakini kwa sisi ambaye tumeokoka ni nguvu za Bwana. Kwa maana nilikuwa naona hiyo nyumba inajaa. Today I own my own. Amen. Na si moja. Imani imeleta Bwana. Imani imeleta. Tena sina ati nimenunua. Zinaletwa nani? Zinaletwa. Hakuna gari nimetoa pesa. Bishop ako hapa. Tukiwa Eldoret, ndugu ya Tuoli na walileta gari mpya. Wakasema hatujaona upako kama hii. Gari ndio hiyo. Na hiyo gari nilifanyia kazi. Bishop unakumbuka ile nilingang'anya? Nikiwa kwa pulpit naendelea na mahubiri, jamaa mwenye gari na uja anasema nisaidie na hii gari, nataka kufika mahali pale alafu ninarudi. Sasa mimi na hiyo siku ndio, tangu hiyo siku ndio nilikataa kujiinua na vitu si zangu. I'm telling you, usijiinue na vitu si zako. Ukipewa gari na mtu, hata kutembea na tumeweka kioo chini, unataka kudrive kama umeweka mkono hivi. Na hiyo kitu Bishop aliniambia, hii mambo achana kutokanga mkono hivi maisha. Weka tu mkono ndani tu na uinue kioo juu, kwa maana hii gari naongea na mtu hapa. Nilikuwa natembea sasa hiyo nimebeba baga hapa imani na nyumba inaweza kubadilika. Lakini Bwana Yesu habadiliki milele. Sikia nikusaidie. Huyu jamaa alienda na gari hiyo na kurudi naye tena. Mimi nimengojea kwa madhabahu nasema haleluya. Bado nimekaa hapo nimeanza na sishiki line ya kwamba gari imeenda. Na sitaki kupiga hiyo simu nipatie bad news. Na akakaa naye masaa. Hiyo siku nikaanza kuja kanisa na nilianza kama najificha. Juu nilikuwa na gari, sasa sina gari. Sikia nikuambie, usijiinue kwa vitu si zako. Amini Mungu kwa yako. Na ukipewa ya mtu, tumia tu vizuri ujione ni yako na uimaintain. Kaa
Hiyo siku Bishop, God bless you, ulinitia moyo sana. Nakwambia atakuja kanisa ilikuwa ngumu. Anapigiwa simu anauliza apostle hajafika. Ananipigia, apostle where are you? Namwambia Bishop, I don't feel like coming. Sasa nilikuwa na gari, sasa tena sina. Na alikuwa niambia toka mkono hapo. Toka mkono hapo. Sasa nataka kuonyesha watu venye niko juu sana. Niko juu sana. Tangu hiyo siku roho yangu ilichukia vitu ambavyo kama si yako. Sikia, celebrate with the people who have it. Celebrate with them. Celebrate with them. Unanielewa hapa? Celebrate. Kama una gari, chukua pesa ununulie mtu ana gari mafuta. Unaongea hapo? Mnunulie mafuta. Useme hivyo, napanda mbegu yangu itapandiwa mbegu. Takukakaa hapo ndio unapeleka na umeweka hivi. Peleka vizuri. Peleka vizuri. Ni yako. Ilienda. And I thank God kuwa na mtu ananitia moyo, ananiambia utaenda mbali. Yako inakuja. Nakwambia. Nikiwa kuna crusade nilikuwa nafanya hapa. Nakumbuka hiyo siku Pastor Ben nilikuwa na crusade hapa na sasa sina gari. Imeenda kama 3 months, I don't have a car. Nikakuja kwa protocol, kwa prayer line. Nikawa na crusade hapa. Loko ni hapa tu kwa fence nyuma. Kwa prayer line. Kuingia weekdays on Wednesday. Nikapata watu wamekaa hivi kwa prayer line. Nikaamsha mama mmoja. Nikamwambia, mama, habari yako? Akaniambia mzuri. Nikamwambia, Mungu ananiambia umetamani kwenda Holland. Lakini vitu zako zimefungamana sana. Akaniambia, God bless you my son. Akaniambia hata hiyo maneno ya kuenda niliachana naye kwa sababu vitu zimefungamana sana. Nikamwambia, Mungu ameniambia unaenda kupata visa miraculously. Na hapo nikawa nina announce, ninataka mtu akunisaidia tu na gari. Niende tu kwa crusade hapo, nisiingie na pikipiki. Na sikurudia kuna pikipiki, loko ni zile baiskeli. Hata nikakwambia utafute mtu ana boda. Unakumbuka hiyo baiskeli? Ile iko na sponge haitanifinya na kuja crusade. Huyo mama akaniambia, umeniambia next week. In the prophetic next week. Nimeamini huyo Mungu. Sasa fanya hivi. Gari iko kwa mlango yangu. Amen. Gari iko kwa mlango yangu. Kuja uchukue gari. Amen. Nilienda nikatoa huko gari mpya Mazda Demio, ile kubwa iko na sunroof, gari mpya. Kakuja nikidrive. Lakini nakumbuka ile maneno ya Bishop. Toa nini nje. Wacha kujionyesha na nirudisha ndani. Humble yourself. Hello. Na gari ikawa yangu. Ikabadilishwa kila kitu ikawa yangu. Si ule alidhania ameenda na ile yake iliyoko ni Toyota Sport. Kwanza nilikuwa napenda iko na exhaust pipe nikikanyaga nasikia imekujwa. Nikatoka hapo na gari mpya. Huyo dada kwa maneno ya kinywa cha nabii akafaulu akaenda nchi ya nchi. Na on top of that akanipatia 700,000. Akasema huyo Mungu wako amenikumbuka. Na huyo bwana yangu ako ng'ambo ameamini huyo Mungu. Sasa endelea safari. Nikakuja crusade na style. Mpaka maadui walikuwa nasema unaona lingang'anya. Huwezi pambana na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu huwezi pambana. Wachana na watumishi wa Mungu. Hata kama sahi anaweza kuwa na gari, kesho atakuwa na gari. Naongea na mtu wako. Hiyo gari nikiwa kwa media team. Mtu wangu wa media team, Mungu akaniambia bariki huyo kijana na hiyo gari. Hapo ndio Mungu alikuwa anavunja roho ya ngunya. Roho ya kutokutoa, stinginess. Mungu anataka kuachilia baraka ndani yangu ya forever. Mungu akaniambia hiyo gari pea huyo kijana. Tulipigana na Mungu. Nakumbuka siku moja niko madhabahu kwa sababu nilizani nini apostle. Siendelee. Kumbe Mungu ananiambia pea huyo kijana. Sasa nasema hii gari nipatie huyo kijana nibaki na nini? Number 2, nipee nini amenifanyia? Number 3, afadhaliko hii gari nipatie Pastor Ben ama Pastor Margaret. Tulipambana na Mungu. Tulipambana na Mungu. Akitaka kuvunja roho ya stinginess na ingie na covenant na mimi ya kwamba in giving Mungu akikwambia toa.
Kwambia nilitoa hiyo gari nikaenda nikamwambia brother, siwezi endelea hivi. 4 months napigana na Mungu. Nikikuja kwanza, akikuja hiyo siku akona kamera hivi. Kumbe na yeye kwa pastor yule mwingine alikuwa anapandanga mbegu akitaka Mungu ambariki na gari ya kubeba kamera akienda kumbe hiyo mbegu alikuwa anapanda inaongea huku sasa kwa hii church. Nipeane hiyo, nipeane. Wapendwa, nilipeana hiyo gari na uchungu sana. Nikaiachilia, hata Pastor Ben alishtuka. Brother kuja, kifungu ndio hiyo, tuonane Lobu kujia kesho. Akaniuliza, Apostle, what are you trying to say? Is it mine or what? Nikamwambia nimeambiwa ni yako, kuanzia leo ni yako. Ni yako, kuanzia leo ni yako. Na sikutaka niuliza swali mingi kwa maana bado nina uchungu, sina gari tena, lakini nimeambiwa nipeane. Lakini nashukuru Mungu, nilisikia mafunzo ya Bishop, usitoake mkono nje, weka mkono ndani, kwa maana huenda inaweza kuwa si yako. God can still speak. Nilipeana hiyo gari, nikaitwa Eldoret kuenda. Pastor mwingine nilikuwa nimefanywa Bishop wa Maranatha kule Amerikani. Nakumbuka Bishop, nakumbuka hiyo story. Tukaenda na Bishop, I'm telling you, tukaenda Eldoret kuenda Bishop. Ule mtu alituweka kwa barabara mpaka saa 6 bado saa 9 ya usiku anakuja. Uko wapi? Where are you? I'm coming. Alikuwa anaitwa Apostle Billion. I am coming. Hatuna pesa, tumechapa. Na sasa hiyo pia niko East lakini Bishop natoka mbali imani. Na huyo mtu Bishop anakuja na hana gari. Do you know that man alienda hapa hakukuja. Ni usiku, nikachukua simu nikapigia one of my daughter. Nikamwambia, daughter, nasikianga Eldoret. Uliendanga? Aliposikia akaniambia, I've been looking for your number. Nikamwambia niko Eldoret. Akaniambia where? Nikamwambia akatupatia direction, akatumana, tukaenda kwake, tukalalishwa vizuri, tukatekiwa care. Hello, can I tell you, kupitia huyo my daughter nikapata connection na watu wakubwa. Let me tell you, kanisa ikaanza Eldoret, mahali panaitwa ilikuwa na Komora Center. Ndio maana napenda wa Kalenjin. Kalenjin, they are lovely people. I'm telling you, Kalenjin. Watu walinipatia pesa. Nikienda Eldoret hivi napelekwa sauna. Bishop, unakumbuka ile sauna ambako ukauliza na hapa ni wapi? Bishop, unakumbuka ile nyumba tuliingizwa steam kila mahali. Na ni joto mpaka ulikuwa unatoa. Nakwambia rudi ndani. Hello. Tukanyoshwa huko vizuri, nikienda huko nywele yangu inawekwa hivi na tunapanda ndege. Nikitoka huko tumenona vizuri. Thank God for daughters. Wale ambao wanakumbuka baba sana. Huyo mtoto alitutreat. Na ile unabii unakumbuka nikimpatia unabii inaitwa wapi? Pale town. Na bwana yake nikawaambia kuanzia leo, ukifuata YouTube zetu utaona you and he will settle you. Let that anointing of settlement come upon your life. Come upon your life. Come upon your life. You will be settled in the name of Jesus. Inua mikono yako, nasikia upako. Lebrianda kusima kama duyana.